Mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wa wafuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds Win. Leo tena ni challenge nyingine. Hii ni voucher challenge. Kama wewe ni mpenzi wa mtazamaji au wafuatiliaji wa channel ya Mkwanja Odds Win, hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Leo ni voucher challenge. Voucher challenge hii imekaaje? Kwanza kabisa kuna vitu inabidi uzingatie ili uweze kujishindia kitita cha pesa na challenge hiyo ikoje. Kabla sijaenda kutaja challenge hiyo, kwanza kabisa nitoe hongera kwa watu walioweza kubeti tips za jana tarehe 7 mwezi wa 9 2024. Tarehe 7 mwezi wa 9 2024. Kuna watu niliweka game. Kwanza kabisa niliandaa game ambayo nilitoa YouTube iliweza kufanya vizuri. Game hiyo ambayo nilifanya YouTube, katika game hiyo ambayo nilifanya YouTube ilikuwa ni game ya Ireland vs England. Niliomba mtu ashinde mazima ambayo ilikuwa England ilikuwa na odds ya 1.533 na nikaisi sana kuweza kufanya hivyo, na yenyewe game hii iliweza kwenda vizuri. Na bet 1 na bet 2 ambazo niliziweka Telegram pamoja na WhatsApp ziliweza kufanya vizuri. Kwa game ya kwanza bet 1 ambayo ilikuwa ni GBK vs Coco vs SGK Academia 2, tuliomba tips yetu, tuliomba total and both team to score plus 2 3.5 yes, yani zipatikane magoli matatu na wafungane na mtu aanzie na magoli matatu na kuendelea. Na tips yetu ilikuwa na odds ya 1.40. Game iliisha kwa 1-5, ikaenda vizuri. Na game namba 2 na yenyewe ilikuwa ni UEFA National League, ilikuwa ni game ya Netherlands vs Bosnia. Tips tuliomba Netherlands win full time na odds ilikuwa ni 1.8, ilikuwa total ya odds 1.185 na game zima ilisha kwa 5-2 na Netherlands ikiwa na goli 2-5 na Bosnia akiwa na goli 2. Total odds ilikuwa ni 1.659 na tulistake $69 na kuwini $114.47 kama unavyoiona hapa. Na game namba 2 yani bet slip namba 2 ilikuwa na game 3 ambayo kwa game ya kwanza ilikuwa na game ya JBK Pieter Sari vs na Steve Crafty, na tuliomba over 2.5 yani yapatikana magoli matatu na kuendelea, na odds ilikuwa ni 1.189 na mechi nzima ilisha ikiwa na magoli 3-2. Nyumbani akiwa anaongoza goli 3, wa ugenini akiwa anaongoza goli 2. Na bet namba 2 option namba 2 ilikuwa ni game ya Coupon Hero vs TP 47 na tips yetu tuliomba over 3.5 na yapatikana magoli 4 na kuendelea, na odds ilikuwa ni 1.43 yani 1.43. Game zima ilisha kwa 3-5. Game namba 3 ilikuwa ni German vs Ireland na tips tuliomba German win full time na odds ilikuwa ni 1.29 na mechi nzima German ilisha ikiwa inaongoza goli 5-0 na total odds ilikuwa ni 2.149 na tukawa tumestake $130 na tukawina $279.39. Baada ya kutaja mafanikio tuliyokuwa tumeyapata katika beti za tarehe 7, sasa tunakwenda kutaja challenge. Hii ndiyo challenge yetu. Endapo ukishinda challenge hii ya Mkwanja Odds Win ambao unaenda kuitoa, endapo ukishinda challenge hii ya Mkwanja Odds Win utajishindia shilingi 500,000 za Kitanzania. Hii ni shilingi 500,000. Nzari unaiona kama unavyoona, hii ni shilingi 500,000 ya Kitanzania, shilingi 500,000 utakayoweza kujishindia katika challenge hii. Sharti la challenge, kwanza kabisa challenge itaanza tarehe 8, itacheza tarehe 8, itacheza tarehe 9 na tarehe 10 itakuwa mwisho wa challenge. Alafu sharti la pili kwamba mtu atakayeweza kushinda challenge awe ni mtu mmoja tu. Katika majibu hayo yasijirudie yakawa ya watu wawili, na maana yakizidi yakawa watu wawili na maana utakuwa umekosa challenge hii. Sasa kaa tayari ujue challenge ni ipi. Hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike and comment. Challenge yetu ambayo naenda kuiweka katika channel hii ya Mkwanja Odds Win ambayo mtu atajishindia shilingi 500,000. Kama unavyoona nilishika hapa shilingi 500,000 katika challenge hii. Challenge hii iko hivi: nitajie mchezaji pekee katika historia ya mpira wa miguu ambaye amecheza na wanasoka wote hawa mashuhuri. Narudia tena, nitajie mchezaji pekee katika historia ya mpira wa miguu ambaye amecheza na wanasoka wote hawa mashuhuri ambao naenda kuwataja. Wanasoka hao wako wanane. Wa kwanza kabisa ni David Beckham, wa pili Cristiano Ronaldo, wa tatu Zidane, wa 4 Kaka, wa 5 Iniesta, wa 6 Mbappe,
wa 7 Neymar na wa 8 ni Messi. Nitajie huyo mchezaji aliyeweza kucheza na hao wachezaji mashuhuri wote. Mtu atakayeweza kushinda shilingi 500,000 ina maana ni mtu aliyeweza kuhitajia au mchezaji gani anaweza kucheza nao. Na challenge imesema kama nilivyosema, challenge hii mtu asilingane majibu. Yani wakipatikana watu 2 au 3 ambao wamefanana majibu na jibu ndo sahihi, basi challenge mtakuwa umeikosa. Lakini akipatikana mtu mmoja tu mwenye jibu sahihi katika challenge hii, basi atakuwa amejishindia shilingi 500,000 za Kitanzania. Ndio maana nimeamua nitaje challenge kwa nimezishika. Atakuwa amejishindia 500,000 ya Kitanzania. Na mwisho wa challenge hii ni tarehe 10, na maana ni tarehe 8 game inaanza, tarehe 9, tarehe 10. Mshindi wa challenge nitamtaja hapa na nitaweza kumtumia shilingi 500,000 pesa yake bila tatizo lolote. Hakikisha una subscribe, una share, una like and comment. Jiunge kwenye group la Telegram, ni Kwanja Odds Winning, link iko chini ya video hii. Okay, niwatakie challenge njema. Pambana ili uweze kupata shilingi 500,000 katika challenge hiyo. Asante.